Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Kama nchi tutahitaji kuwa na balance kati ya matumizi ya vifaa hivi vya kitehama, lakini pia na matumizi ya vitabu au madaftari kwa wanafunzi. Kwa hiyo kama nchi tutajitahidi kuhakikisha kwamba tuna balance na wanafunzi wetu wanaweza kupata ujuzi wa kutumia kalamu na daftari, lakini pia ujuzi wa kutumia vifaa vya kitehama. Kwa hiyo hatutakubali kuachwa nyuma. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu langu lilikuwa tu kutoa utambulisho na maneno ya awali kabla ya kukaribisha. Sasa baada ya maneno haya mafupi, ninayo heshima kubwa kukaribisha mgeni rasmi Mheshimiwa Wanu Hamil Hafidh, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, ili uweze kuongea na hadhira hii na baadaye kugawa vifaa hivi rasmi. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika hafla hii muhimu ya kupokea vifaa vya tehama kwa ajili ya kufundishia na kujifunzia katika shule za msingi na sekondari nchini. Aidha, napenda kuipongeza wizara, wadau wa maendeleo pamoja na washirika wetu wote kwa jitihada endelevu za kuimarisha sekta ya elimu nchini, hususan kupitia matumizi ya teknolojia za kidijitali katika ufundishaji na ujifunzaji. Ndugu wageni waalikwa, kufuatia maelekezo mahususi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wizara inaendelea kwa dhati kutekeleza mageuzi makubwa katika sekta ya elimu kama yalivyoainishwa katika Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 pamoja na mitaala iliyoboreshwa. Lengo ni kuboresha ubora wa elimu na kuandaa rasilimali watu yenye ujuzi, maarifa na stadi zinazokidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye. Katika kufanikisha hilo, wizara inaendelea pia kusimamia utekelezaji wa elimu ya lazima ya miaka 10 ili kuhakikisha kila mtoto anapata elimu ya msingi na sekondari ya chini bila kukatishwa. Lakini pia wizara imeendelea kusimamia mkondo wa elimu ya amali unaolenga kuwapatia wanafunzi stadi za ufundi, ujasiriamali na ubunifu, na hivyo kupanua fursa za ajira na kujiajiri. Elimu oye! Nimeona umetulia sana. Matumizi ya teknolojia za kidijitali katika ufundishaji, ujifunzaji na usimamizi wa elimu ili kuongeza ufanisi na ubora wa huduma za elimu. Lakini pia wizara imekuwa ikisimamia mafunzo ya walimu ili kuhakikisha walimu wanapatiwa mafunzo ya kisasa yanayowawezesha kufundisha kwa ufanisi masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Na kama tunavyofahamu na Katibu Mkuu amezungumzia hapa kwamba tayari kuna walimu 150 wameelekea India katika kuongeza umahiri kwa ajili ya amali. Kwa hiyo wizara tumekuwa tukifanya kazi nzuri katika kuhakikisha kwamba mageuzi ya elimu yanasimamiwa na yanaendelea kusimamiwa kama inavyotakiwa. Ndugu wageni waalikwa, mageuzi haya yanaambatana na ongezeko la mahitaji ya walimu, miundombinu pamoja na vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Katika kukabiliana na hali hiyo, serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali kama nyenzo muhimu ya kuongeza ufanisi wa utoaji wa elimu. Dhamira ni kuhakikisha kuwa
teknolojia haitumiki tu kama chombo cha kujifunzia, bali pia inakuwa kichocheo cha ubunifu na uzalishaji wa maarifa kwa vijana wetu. Ndugu wageni waalikwa, ili kufanikisha hilo, serikali imeandaa na kuanza kutekeleza mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu pamoja na miongozo yake, ikiwemo mwongozo wa matumizi ya TEHAMA katika shule na vyuo vya ualimu na mwongozo wa matumizi ya akili unde yani AI katika elimu. Mkakati huu unalenga kujenga mfumo wa elimu wa kisasa, jumuishi na unaotumia teknolojia kwa ufanisi katika ufundishaji, ujifunzaji, tathmini na usimamizi wa elimu. Vile vile unalenga kuongeza upatikanaji wa rasilimali za kidijitali, kukuza ujuzi wa TEHAMA na kuhakikisha elimu inaendana na mahitaji ya karne ya 21. TEHAMA oye! Ndugu wageni waalikwa, serikali inaendelea pia kuboresha mazingira ya ujifunzaji kwa kuwekeza katika teknolojia za elimu, ikiwemo madarasa janja, mbao janja, vishkwambi na kompyuta katika shule mbalimbali nchini. Mathalan, katika mwaka wa fedha 2025/2026 serikali imeanzisha madarasa janja 5 na kufunga mbao janja 422 katika shule za sekondari. Katika siku ya leo, serikali kwa kushirikiana na wadau inagawa vifaa vya TEHAMA vyenye thamani ya jumla ya shilingi 7,769,390 kwa shule za msingi na sekondari 19 katika mikoa 9 ambayo ni Dodoma, Iringa, Ruvuma, Arusha, Geita, Kilimanjaro, Mbeya, Mtwara na Kusini Unguja. Uwekezaji huu ni mwendelezo wa dhamira ya serikali katika kuimarisha sekta ya elimu nchini. Matumizi ya vifaa hivi yataongeza uelewa kwa wanafunzi kwa kuwapa fursa ya kujifunza kwa vitendo na kwa kuona, hususan katika masomo ya sayansi na teknolojia. Kwa upande wa walimu, teknolojia hizi zitawawezesha kutumia mbinu bunifu za ufundishaji, kuandaa maudhui kwa ufanisi zaidi na kufuatilia maendeleo ya wanafunzi kwa urahisi kupitia mifumo ya kidijitali. Ndugu wageni waalikwa, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Lyra Organization Africa pamoja na wadau wengine wa sekta binafsi kwa mchango wao mkubwa katika kuimarisha matumizi ya teknolojia katika elimu. Serikali inatambua kuwa ushirikiano na sekta binafsi ni muhimu katika kufikia malengo haya, na hivyo inaendelea kuwakaribisha wadau katika kuendeleza elimu ya kidijitali nchini. Na nichukue fursa hii kuwapongeza Lyra Organization Africa kwa kazi nzuri ambayo wamekuwa wameifanya. Tumesikia taarifa yenu ya kazi, lakini pia tuwaombe kama sheria, taratibu na kanuni zenu zinaruhusu, basi mutanue mbawa kwenye mikoa mengine, manake nilikuwa nasikia Iringa. Ndugu wageni waalikwa, naomba kuhitimisha kwa kusisitiza kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika teknolojia za elimu ili kuhakikisha wanafunzi wengi zaidi wanapata elimu bora bila kujali mahali walipo. Aidha, ninatoa wito kwa walimu, wanafunzi na wadau wote kutumia na kutunza vifaa hivi ipasavyo ili viweze kufikia malengo yaliyokusudiwa. Lakini pia kama alivyoahidi hapa Mwalimu Komba kwamba wataenda kutunza vifaa hivi na kuhakikisha, sio kutunza tu, maana kutunza mnaweza mkaviweka vikakapo vikawa vimetunzwa, lakini pia kutumia kutumia lakini iendane na kutunza. Mtunze vifaa hivi ili vifae vizazi na vizazi vijavyo. Lakini pia nafahamu kwamba wizara itakuwa inaweka jicho kwenye kuangalia matumizi ya vifaa hivi, kuhakikisha kwamba vifaa hivi vinatumika. Lakini pamoja na wizara kuweka jicho, kazi hii tunamwachia Mwalimu Komba kucheki na wenzake na kuhakikisha kwamba vifaa hivi vinatumika kama watakavyotumika katika ile shule yao.
kwa sababu yeye ni mambo mbobezi sana na mzoefu. Kwa hiyo tunakuachia kazi wewe ya kucheki na walimu wenzako kwenye mashule mengine kama vifaa vinatumika na vinatunzwa ipasavyo. Lakini pia mbali ya hiyo, tunataka basi tuone utofauti ya kule tulikotoka na hapa sasa tulipo. Lazima tupate matokeo chanya kutokana na mageuzi haya makubwa ambayo serikali imekuwa ikifanya kupitia Wizara ya Elimu. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunafanya mageuzi katika elimu, tunataka pia mageuzi katika matokeo ama katika results za watoto wetu ambao wanaenda kujifunza kwa vifaa hivi. Na ni vifaa vya kisasa. Wakati napewa assignment pale, mimi nilikataa, niliogopa visije vikanitoa ushamba. Kwa hiyo nikakataa kwa sababu nilikuwa naona ni vifaa vya kisasa, vinahitaji umahiri na uwe makini. Nikaogopa kupata chini ya 50%. Kwa hiyo nikawaambia mkufunzi pale kwamba mimi nimeelewa vizuri sana, yeye aendelee tu. Kwa hiyo naamini vifaa hivi ni mwanzo. Tunaambiwa ni mwanzo tu, kuna vifaa vingine vitakuja na naamini vitagaiwa kwa usawa katika mashule mengine ambayo haijaweza kupata vifaa hivi, lakini ile mikoa ambayo ina shule za amali. Baada ya kusema hayo, asanteni kwa kunisikiliza, lakini pia sasa niko tayari kwa ajili ya kukabidhi vifaa hivi kwa mashule ambayo yametajwa hapa yanaenda kupokea vifaa hivi. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.